nimshukuru sana mwenyekiti wa kamati hii na kamati yake kwa kazi kubwa walioifanya hapa na uadilifu mkubwa waliofanya hapa. Kwa kweli wamekuwa karibu mno katika swala zima la kukiendeleza kituo hichi, na hadi leo tukaona kwamba skuli hii tunaizindua rasmi. Nikushukuru sana mwenyekiti wa kamati na uongozi wako. Ni faraja kubwa iliyoje. Nimepata faraja kubwa kutokana na uongozi na kamati hii ya skuli hii ya Tutu, kamati ambayo kwa kweli imejenga msimamo mkubwa hapa Mtemani na Wawi kwa ujumla, kwa sababu walijua changamoto kubwa ambayo wanapata watoto wetu kutoka hapa kuelekea Wawi au kutoka hapa kuelekea sehemu nyingine ambayo ni mbali. Hili walilitilia maanani. Kwa kweli ni jambo ambalo ni la faraja, na Mwenyezi Mungu atawalipa hawa kwa kazi mkubwa walioifanya hii. Sasa kubwa lililobakia ni sisi jamii tuungane mkono juhudi kubwa ya kulifuatilia na kulisimamia jengo hili ili liwe nzuri zaidi. Lakini si hilo tu, niendelee kumshukuru sana mwakilishi wa jimbo hili ndugu yangu Bakari. Kwa kweli mimi naambieni, alisema Mali Mohamed hapa, huyu kijana bwana ni muungwana sana 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 sana, anathamini sana maendeleo ya wananchi, anawajali sana wananchi. Wananchi wa Wawi, hii ni hazina mlioipata. Anajali kila kitu cha maendeleo, anajali shughuli za jamii, anajali shughuli za mtu binafsi. Jambo hili lazima tulitie maanani, tuone kwamba tunamthamini huyu mwenzetu. Juhudi hizi anazofanya ni kubwa sana. Ni wawakilishi wachache wanaofanya kazi hizi za kujituma. Hii ni kazi kubwa ya kujituma kwa mwakilishi wetu huyu. Na waomba sana wananchi wa Wawi muweze kumuunga mkono ili tuone juhudi hizi anaziendeleza na zile ahadi ambazo kaziweka kuzitekeleza zinatekelezwa. Tunakushukuruni sana Wizara ya Elimu kutupatia mradi huu, kuja kutuunga mkono. Nguvu yetu ilikuwa ni ndogo, lakini mmekuja mmetuwezesha kuweza kukamilisha kituo hichi. Tunakushukuruni sana sana sana. Kwa tuwaombe sana Wizara ya Elimu, watakapokuwa na ajira za elimu za walimu, watuzingatie kituo hichi cha maandalizi, lakini wazingatie hasa wananchi vijana waliosoma sekta hii ya elimu, waliosoma masuala ya walimu waliopo hapa jirani, kwa maana ya kijiji hichi cha Mtemani. Mgeni rasmi, wapo wasomi hapa ambao wamesoma ualimu hapa Mtemani. Tunaomba ajira zitakapokuja wazingatiwe hawa, wapewe kipaumbele zaidi. Mimi mwakilishi wao nitaendelea kutimiza ahadi ambazo nimeziweka. Hakuna ahadi, Mwenyezi Mungu akitupa afya njema na uwezo na akili hizi tulizonazo, tutatekeleza ahadi zetu zote tulizoziweka katika uchaguzi mkuu wa 2025. Maslahi ya kituo hichi yameenezwa, ni makubwa, naamini mtaenjoy na mtayafurahia. Sisi Wizara ya Elimu ni waahidi sana, tutajitahidi kwa upande wetu, vifaa stahiki, walimu bora na ujuzi na maarifa yanayohitajika tutahakikisha na kuwepo hapa. Wizara ya Elimu tuko pamoja na nyinyi na tutajitahidi kuona kwamba malengo ya kituo hichi yanafikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sikutaka leo niseme mengi kwa sababu Mheshimiwa mwakilishi tuko naye, na nikwambie katika jimbo hili la Wawi sasa hivi kwenye sekta ya elimu hatuna madeni makubwa. Wakati wananchi wanamkabidhi jimbo Mheshimiwa Bakari, tulikuwa na maskuli mabovu. Kwa mfano kama Wawi msingi ilikuwa balaa, alikuwa hatupi amani jamaa huyu, akenda barazani, akija shehiani, Wizara ya Elimu mko wapi, Wawi iko wapi? Lakini leo tunashukuru, na bado kijana meno yake 32 yote yanang'ara, karidhika na Wizara ya Elimu. Na sisi Wizara ya Elimu tumeridhika na jitihada zake. Ni chaguo lenu sahihi, mtunzeni, msaidieni.